Timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars imeweka kambi yake ya siku 5 katika mji wa Rabat nchini Morocco kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya wanawake Afrika WAFCON ambayo ataanza kutimwa vumbi Julai 5. Akizungumza, kocha wa timu hiyo Bakari Shime ameweza kuzungumzia hali ya kambi yao na amesema pia timu hiyo ipo Morocco kwa ajili ya kushiriki mashindano hayo. Kwa upande wa wachezaji, Enekia Lunyamila na Julius Ngano ambao wanasakata kabumbu nchini Mexico wamewasili Morocco jana jioni na kufanya mazoezi mepesi. Kwa upande wa kocha Bakari Shime ameweza kutoa neno kuelekea katika mchezo huo ambao anatarajia kwamba wao watapata matokeo mazuri. Mashindano yatafanyika. Kwa hiyo leo day 1 tumefika hapa asubuhi na jioni tutaanza mazoezi rasmi majira saa 2 usiku. Tangu day 1 nilizungumza kwamba hali ya hewa ni kitu cha kubadilika. Tulikutana na baridi siku ya kwanza, tukakutana na joto siku ya pili. Siku juzi ya mchezo tulikuwa na joto kali sana. Lakini mji ambao tumekuja una joto zaidi ya Rabat ambako tumetoka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba moja kati ya faida ambazo tunapata hapa sasa ni kuzoea hiyo hali ya joto. Joto hili ni tofauti na Dar es Salaam na Zanzibar. Hili kidogo liko juu. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba siku ambazo tuko hapa tutaweza kuhimili hilo joto. Wakati mwingine sio ngumu sana kucheza kwenye joto kuliko kwenye baridi. Kwa hiyo naamini kabisa wachezaji wangu wataweza kuadopt hiyo hali ya hewa, na tukifika Berkane tutaona na hali na yenyewe iko namna gani, kwamba ni zaidi ya hii hapa ama itakuwa ni chini ya hii hapa. Mchezo wa juzi tulikuwa na makosa mengi binafsi, lakini lengo kuu la siku hizi chache ambazo tuko hapa ni kuconcentrate sasa na mbinu za mchezo, saikolojia ya wachezaji kuelekea michezo yetu ambayo itaanza tarehe 7. Kwa hiyo tunafanya kazi hizo sasa kuelekea kwenye hiyo michezo yetu mitatu. Kipaumbele kwa mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Mali, lakini pia tutapata bahati ya kuona mchezo kati ya Afrika Kusini na Ghana. Kwa hiyo matayarisho ya mchezo huo wa pili yatakuwa na nafuu tofauti na ya mchezo huo wa kwanza. Kwa hiyo tunajikita sasa hivi kwenye kutengeneza mbinu, kujenga ujasiri kwa wasichana, kujenga uwezo wa kupambana, lakini mwisho wa siku kutimiza malengo ambayo tumekusudia kwenye mashindano. Tukitazama habari nyingine, mashabiki wa Fountain Gate wameonyesha kutokata tamaa na timu yao, na hii ni mara baada ya kupoteza kwenye mchezo wa playoff ya NBC Premier League dhidi ya Tanzania Prisons kwenye mkondo wa pili kwa magoli 3-1 kwa timu zote na aggregate kuwa ni 4-2. Kwa sasa timu hiyo itakwenda kucheza dhidi ya Stand United. Hivyo basi wajitume na wafanye vizuri, si tuko nyuma yao. Tunawatakia kila laheri, wakafanye vizuri ili tuweze kurudi katika kinyang'anyiro msimu ujao. Maoni yangu ni kwamba kimsingi wapambane. Tunachokiamini kwamba Fountain ni timu kubwa, ni brand kubwa, inaweza kushinda mechi. Kimsingi ikapambane, irudishe tena timu Babati hapa, tuendelee kula burudani. Tokea leo kwa kweli tumepokea kwa masikitiko makubwa, ila sio mbaya, wamejitahidi vizuri, ila tunawaombea kwenye mechi yao hii ya mwisho ambao wanakwenda kucheza na Stand United. Tunaomba waongeze bidii, washirikiane, wawe na umoja. Hili la Fountain Gate kufungwa na Tanzania Prison, sisi kama wana Babati limetusikitisha sana, ila tungependa timu yetu ya Fountain Gate iweze kupambana mchezo dhidi ya Stand United ili iweze kupata matokeo mazuri, ili iweze kubaki wana Babati, wana Manyara, tuweze kuwa na timu ya mkoa. Matokeo leo kwa kweli timu imejitahidi kupambana kadri ya uwezo wake, lakini mwisho wa siku aggregate ni 4-2. Tumetoka, tuna playoff nyingine ya pili ambayo tutaianzia kucheza na Stand, itakuwa ni tarehe 3. Mimi kama shabiki wa Fountain Gate na imani kwamba tutapata matokeo mazuri na kupitia Stand United na timu itabaki ligi kuu. Kwingineko, baadhi ya mashabiki wa klabu ya Simba Sport Club kutoka jijini Dar es Salaam wameweza kuipongeza klabu ya Yanga kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho la CRDB Bank Federation Cup msimu uliomalizika 2024-25. Hayo yote yametokea mara baada hapo jana klabu ya Dar es Salaam Young Africans kufanya sherehe wakitoa lile kombe la FA kwa maana CRDB Federation Cup. Sasa tuwasikilize baadhi ya mashabiki wa Simba wakiweza kutoa kongole hizo kwa watani wao. Mwenye ubora mzuri, tutapambana, tutachukua ubingwa.
na hapa hongera, kwa sababu ukifanya vizuri lazima kwanza upewe hongera, kwa sababu lengo ni kupata kile walichokitaka, wamestahili. Ni cha kwao, wamekipata, wamekipambania, hongera zao. Sema shida supu tuliokunywa juzi, wanasema kwamba haina nini, haina viungo. Yani supu sijui maji yamechota maji ya Mjangwani pale mtani. Yani supu sio supu. Wachezaji tuliokuwa nao kusema kweli wale tusaidia, lakini hawakuwa katika form na vizuri. Tujipange mwakani tuanze pamoja. Na kuangalia tokea ligi inaanza wao wako vizuri kwa sababu wana fight. Kuliko Simba fight sometimes inapoteza, ndio mwelekeo unaangalia hapa hamna kitu. Kwa sababu hata ushindi unatakiwa ufight. Lakini unakuja ambaye uko slow, uweze kumfunga mtu ambaye anakuja high. Kulingana na kikosi chake alikuwa sahihi kukusanya vikombe vyote, lakini pia kimsingi Simba tujipange katika hali ya usajili wachezaji wenye ubora wa hali ya juu. Alipotuzidi Yanga ni kwenye usajili tu, na kama sisi mwekezaji wetu atakuwa serious na kusajili wachezaji wenye uwezo wa hali ya juu, tunaweza tukarudi katika ufalme wetu wa mwanzo kama kawaida. Welcome to Lincoln Financial Field, the setting for one of the final two of four. Na sasa tuziangazie habari za michezo za kimataifa, ambapo hatua ya 16 bora kombe la dunia la klabu litaendelea hivi leo kwa mchezo mmoja kupigwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Ni Real Madrid dhidi ya Juventus. Swali ni moja tu kwamba je, ni Real Madrid ama kibibi kizee cha Turin Juventus, nani anakwenda hatua ya robo finali? Lakini hapo jana pia kulikuwa kuna michezo miwili. Sasa kubwa zaidi unaambiwa ukistaajabu ya Inter Milan kusukumizwa nje ya michuano ya kombe la dunia la FIFA ngazi ya klabu, utakutana na ya Manchester City kuondoshwa nje michuano hiyo, huku timu kutoka Brazil zikiendelea kung'ara kwenye michuano hiyo ya hadhi ya juu kwa ngazi ya klabu. Klabu ya Fluminense imekuwa timu ya pili kutoka Brazil kutinga robo finali ya kombe la dunia ngazi ya klabu kufuatia ushindi wa 2-0 dhidi ya wanafinali wa ligi ya mabingwa Ulaya msimu uliomalizika Inter Milan, huku vigogo hao wa Italia wakiaga mashindano. Katika mchezo mwingine uliopigwa alfajiri ya leo Julai 1, vigogo wa Saudi Arabia Al Hilal na washiriki Saudi Pro League ni ile ambayo anachezea Cristiano Ronaldo wameifurumusha Manchester City nje ya michuano hiyo kupatia ushindi wa bao 4-3. Sasa Fluminense inatachuana na Al Hilal kwenye hatua ya robo finali, na jana mambo yalikuwa ni hatari sana. Cha ajabu ni kwamba katika ushindi wa bao 4-3 Manchester City dhidi ya Al Hilal, waziamini jana Cristiano Ronaldo mkongwe huyo hajawahi kuingia ama hakufanikiwa kuingia kambani.